Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Mungu na awabariki mno kwa sababu ya uaminifu wake. Yes, tunabarikiwa kwa sababu ya uaminifu wa Mungu. Tunaponywa kwa sababu ya haki ya Mungu. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Niko tena mbele zenu, mbele yako, rafiki yangu, ndugu yangu, jamaa yangu, wa thamani sana. Yaani wewe ni mtu wa thamani na ni mtu wa muhimu sana kwa mimi. Yaani mmoja tu akiniangalia afu akamalize na kweli nimeisha. Kwa sababu nachojua mimi nimekusudia kwa mtu mmoja, sio kwa watu 100. Wala sio kwa maarufu. Najua kwa huyo mmoja inaweza ikazaliwa nyingine, kama ambavyo mbegu tu yenye uwezo wa kupandwa mbegu moja na ikakuletea matunda zaidi ya hiyo moja ambayo umeipanda. Kwa naamini katika mmoja, naamini katika wewe kwamba inawezekana. Basi Mungu akubariki sana. Leo napenda tujifunze maneno ya Mungu ambao kwayo tunatengenezwa, tunabadilishwa, tunageuzwa, tunafanywa upya, hatulegei, hatuchoki, hatukati tamaa, tunazidi kusonga mbele. Kwa mimi naamini sana katika maneno ya Mungu, iwe kwa changamoto, iwe katika furaha. Sio kwamba kwa Mungu tunapeleka matatizo tu. Wakati mwingine kwa Mungu tunamwendea Mungu kwa sababu ya furaha tulizonazo, kwa sababu ametutendea, kwa sababu ametufanyia makubwa. Katika Zaburi 105 mstari wa 4 kama sura 3 wasema kwamba na ufurahi moyo wao wanaomtafuta Bwana. Kwa hiyo ukiwa unamtafuta Mungu lazima uwe na furaha ndani yako. Na furaha yetu ipo katika kumfanyaje? Kumcha Mungu, kumwabudu yeye, kumtumikia yeye, kumtafuta yeye. Sio tunampeleka tu shida, hapana. Kwa Mungu sio shida muda wote. Sometimes tunapeleka iliyo furaha yetu. Naambia Mungu asante kwa sababu umetenda hili. Na sio asante kwa sababu ya zuri tu, hata asante kwa pia kwa baya. Sasa ngoja nishukuru Mungu afu twende tukajifunze neno. Kwa hilo tutabadilishwa, tutajengwa, tutatiana moyo, tutainuliwa, tutafinyangwa, tutatengenezwa upya. Tutakuwa vile Mungu amekusudia. Pale ambapo umechoka, umekata tamaa, utainuka na hautaona kuchoka tena. Hautaona kuchoka tena. Kwa hiyo naamini sana sana katika Mungu. Kupitia maneno yake matakatifu tutaenda kuinuliwa, kujengwa, kufinyangwa, kutengenezwa, kufanywa upya tena na kuwa bora wale ambao Mungu katukusudia. Bwana Yesu na asifiwe sana. Baba, nakushukuru kwa wema na fadhili na upendo na uaminifu wako kwa ajili ya huyu baba, kwa ajili ya mama, kwa ajili ya kijana, kwa ajili ya mtoto, kwa ajili ya wote ambao wameketi wanasikiliza wakati huu. Naomba Mungu wa mbinguni ukapate kubariki wakati huu na ukapate kufanikisha katika mambo yao yote, ili kwamba kukusikiliza ama kusikia leo kwako isiwe bure kwao. Katika jina la Yesu hai, Mungu kaseme kama Mungu katikati yao na ukajitukuze katikati yao, wakaona utukufu katika jina la Yesu. Amen. Sasa napenda kusema kitu kimoja kwa habari ya maisha haya. Yes, tupo duniani. Tutaongelea mambo ya mbinguni, lakini pia tusaongelea mambo ya duniani, kwa sababu tuko hapa duniani. Ili kwamba tufike mbinguni lazima tuwepo duniani. Si kama unaelewa hapo? Ili kwamba mtu awepo duniani lazima awepo kwanza tumboni mwa mama yake. Na kabla watu mama yake wa katika viuno vya baba na katika tumbo la mama, yani pasina kutokea huko hatuwezi kutokeza chochote kile. Kwa hiyo tunatokea huko, yani tunatokea humo, tunaanzia humo, tunatokea humo, ili kwamba tuwe vile Mungu amekusudia. Bwana Yesu na amen. Sasa basi tuendelee. Nikwambia tunaishi duniani na tutaongelea mambo ya duniani kwa sababu tupo duniani, na ya mimi tutaongelea kwa sababu ndio tunaelekea.
Yani safari tunapoianzaga kutoka kwenda mkoa mwingine, utauongelea, utaufuatilia jinsi ambavyo uko. Yani kuna namna fulani unakuwa una shauku ya kwenda huko, una shauku ya kwenda katika mkoa mwingine, kuona mandhari zingine, kuona maisha ya watu. Kwa hiyo tupo duniani, tuongea mambo ya duniani, lakini tupo duniani pia tunapaswa tuongee mambo ya mbinguni, kwa sababu tunaambiwa kwamba sisi ni wapitaji, sio kwamba tunakaa milele yote. Kwa hiyo kama tunapita hapa, kuna namna na basi tunapaswa tutazamie pia hata nini, hata mbingu. Kwa hiyo tutaongelea mambo ya hapa duniani, lakini yanamlenga Mungu moja kwa moja, na wewe mwenyewe pia, na mimi mwenyewe pia. Sasa ili nisikuchoshe, tukijifunza neno, na mimi utabarikiwa sana, litakutia nguvu pia, litakuinua pia, litakutoa hapo ulipo, litakufanya uweze kuimarika tena, kwa sababu linaenda kujenga, linaenda kufanya kwa imara. Kama ulikuwa unakata tamaa, wakati huu utatiwa nguvu mpya na hutakata tamaa tena. Kwa hiyo majibu ya unaojifunza kwa habari ya majibu ya maombi. Majibu ya maombi yako yanategemea bidii yako. Majibu ya maombi yako yanategemea bidii ya maombi yako. Kwa hiyo katika kuomba kwako sana, katika kumtafuta Mungu kwako sana, kama hakutakuwa na bidii katika kuomba kwako, katika kumtafuta Mungu kwako, kama hakutakuwa na bidii, hauwezi kukutana majibu yako. Tunapoomba popote pale, tunapoamua kuomba, huwa tuna target kwamba tutajibiwa, tutatendewa, tutafanywa kitu fulani. Kwa hiyo kuna namna fulani yes. Kwa hiyo kuna namna fulani hata unapoenda kuomba kazi mahali, huwa unategemea kusikilizwa na kupokelewa na kupatiwa majibu ya maombi yako. Kwa sasa tunaenda kujifunza kwa habari ya majibu ya maombi yangu mimi, majibu ya maombi yako wewe yanategemea bidii yako. Kwa usipokuwa bidii, unajua kuna mtu anaweza akaa anaomba lakini haoneshi kama vile ana uhitaji, haoneshi kama ana shauku. Yaani anaomba, kuna something akinipa sawa, siponipa sawa, akifanya sawa, sipofanya sawa, ikitokea sawa, isipotokea sawa. Sasa mtu kama hapa asizani kwamba kuna kitu kizuri atapokea, kwa sababu anaomba lakini ndani yake haiko bidii. Katika kuomba kwake hajaonesha bidii, na mtu mwenye bidii huwa ni king'ang'anizi. Mtu mwenye bidii huwa anang'ang'ania, haliziki na jibu moja, haliziki na tunasema faraja tu zile, kutiwa moyo. Yaani mtu haridhiki na kutiwa moyo, anatamani kuona kitu ambacho anataka kukiona. Kwa sasa ili kwamba Mungu ashughulike na sisi, ili Mungu aonekane katika maisha yetu, lazima iwepo bidii katika kuomba kwetu, katika kujibidisha, tuoneshe bidii. Maana bidii inatupa msukumo zaidi wa kumkaribia Mungu na Mungu tusaidia yale ambayo tunahitaji. Kwa hiyo maombi yetu mengi sana tunayoyaomba yanapaswa kuwa ndani yake na bidii ya kutosha, ili ya kwamba tusikilizwe na Mungu, ama tutendewe na Mungu, au tupe majibu yetu na Mungu. Kwa majibu yangu mimi, majibu yako wewe yanategemea bidii ya wewe kuomba. Yanategemea bidii. Si unaelewa? Kwa kama ukikata tamaa, ukiacha kuwa na bidii katika kuomba, ukiacha bidii katika kutafuta uso wa Mungu, hauwezi kukutana na majibu yako, hauwezi kupokea chochote.
Kwa hiyo inakulazimu kama unataka majibu yako ukubali kuanza kwa bidii. Shika mpaka hapo. Lazima bidii iwepo. Ndio Biblia inasema hivi, anawapenda wampendao na wamtafutao kwa bidii watamuona. Umeelewa? Yaani hatupendi tu kama anavyotupenda, lakini anatupenda kwa sababu sisi tunampenda. Umeelewa? Yeye anataka kutupenda na tukafuata sisi kumpenda, lakini hapa sema kwamba anawapenda wampendao, anawapenda wampendao na wamtafutao kwa bidii watamuona. Kwa ili uweze kumwona Mungu, kigezo kingine ni wewe kuwa na bidii katika kumtafuta Mungu. Usipomtafuta Mungu kwa bidii, hawezi kumuona, na Mungu hawezi kujidhihirisha kwenye maisha yetu, na Mungu hawezi kutembea katikati ya maisha yetu, na Mungu hawezi kujidhihirisha kwenye maisha yetu. Kwa sababu gani? Haoni bidii ndani yetu, haoni shauku, haoni kiu, haoni njaa ambayo tunapaswa kuwa nayo. Kwa sababu anasema kwamba heri njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Kwa hiyo tunapoonyesha kiu, tunapoonyesha njaa ndani yetu, Mungu anajidhihirisha, Mungu anajitukuza, Mungu anajifunua mwenyewe katika uhalisia wake, na unashangaa yale ambayo yalikuwa magumu hatuyawezi yanaanza kuwezekana tena. Yale ambayo yalikuwa ni changamoto hatuwezi kuyatatua, unashangaa tunaweza kuyatatua. Yale ambayo yalikuwa ni mzigo hatuwezi hata kubeba, unashangaa kupewa neema kuweza kuyabeba mambo yote. Hata kama changamoto inakuja ni changamoto namna gani, unakuta una uwezo wa kuihandle changamoto na ukajikuta unaenda umbali ambao Mungu amekusudia. Ni kwa sababu gani? Wewe umeonyesha bidii ndani yako, umeonyesha bidii katika kumtaka yeye, umeonyesha bidii katika kumtafuta yeye. Na tukionyesha bidii katika kumtafuta yeye, hata iweje mambo yote yanaenda kukaa sawa sawa, kwa sababu Mungu ndivyo alivyo. Mungu anampenda mtu mwenye bidii. Tunaona kwamba mtumishi wa Mungu hata nani anaitwa Elia, tukisoma kwenye kitabu cha Yakobo, asema maombi ya mtu mwenye haki ni maombi ambayo ni bora zaidi kwa kawaida. Unaelewa? Sasa hiyo Yakobo ndio kusomea, lakini sasa hivi tuende kwenye kipengele. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo, kitabu cha Mathayo 20:29, tuenda kujifunza hapo kidogo, alafu tutaona Mathayo 20:29. Neno la Mungu nasema hivi, Mathayo 20:29 nasema hivi, hata walipokuwa wakitoka Yeriko, mkutano mkubwa wakamfuata, na tazama, vipofu wawili wameketi kando ya njia, nao waliposikia kwamba Yesu anapita, walipata sauti zao wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Bwana Yesu na asifiwe sana. Kwa hiyo tunapa kwa habari ya vipofu wawili. Yes, yaendelea mpaka mwisho, lakini nitaendelea. Kwa habari vipofu wawili walikuwa wameketi, walikuwa wametulia katika Yeriko, lakini mkutano mkubwa unapita pale, watu wanaongea kwa habari za Yesu, lakini waliposikia wakajawa na shauku, wakajawa na kiu, wakaanza kumuita Yesu. Wamuita Yesu, wasa mwana Daudi, mwana Daudi uturehemu. Wanamtafuta Mungu kwenye changamoto yao, wanamtafuta Mungu. Ni vipofu lakini bado hawajakata tamaa. Ni vipofu lakini bado wanamhitaji Mungu. Ni vipofu lakini bado wanatumaini kwamba kuna uwezekano sisi kuponywa, kwa kuwa Yesu anaweza, kwa kuwa Yesu anatosha, kwa kuwa Yesu ana nguvu, kwa kuwa Yesu bado ana uwezesho wa kutuwezesha tukawa salama. Kwa hiyo wenyewe wakawa wamwita, hawakuangalia changamoto
ya wingi wa makutano, hawakuona aibu. Tunaonaga aibu, tunaona haya, watanionaje? Yaani hivyo vitu ni vitu ambavyo hupaswi kwenye ishu yako wewe na Mungu. Hupaswi kuangalia watu wengine watasema nini. Bora ukaonekana kichaa mbele za Mungu. So yani bora ukaonekana ni mwenda wazimu, kichaa, punguani, lakini ni wewe na Mungu, kuna kitu chako kwa Mungu. Yani unamtafuta Mungu wewe binafsi. Na ndivyo ilivyo. Ikifika stage ambapo unaanza kusimama unamtafuta Mungu kwa namna tofauti na ile kawaida ya wanadamu, unaweza kaanza kuonekana ni kichaa, ni mtu ambaye haueleweki, ni mtu ambaye haujui nini unafanya, ni mtu ambaye kama ushapotea, ni kama vile mtu ambaye haujui nini unafanya. Lakini nikwambie kitu kimoja, kama yuko Mungu ndani yako, yuko Roho wa Mungu ndani yako, anakuongoza kufanya unachokifanya, usiache kufanya. Kwa sababu ukiacha kufanya unakuta unajiharibia mwenyewe. Bora ukafanya kwa ajili ya Bwana, kwa ajili yako mwenyewe, na Mungu akajitolea utukufu katika hicho, na wewe ukasaidika. Kwa sababu naamini utakapopambana, utakapohangaika, wale ambao walikuwa wanakucheka, wanakuzomea, wanakufanya wanakuona kama mwehu, watakuja kukusikiza shida zako. Kwa hiyo endelea kupambana. Kwa vipofu hawakuona aibu, hawakuwachukulia wao wengine kwamba watatuchukuliaje, watatuonaje. Wao wakisema kwamba tu mwana wa Daudi utulehemu, mwana wa Daudi utulehemu. Sasa 2, Yesu akasimama akawaita akasema, nataka niwafanyie nini? Ndio akwambia hivi, majibu ya maombi yako, majibu ya maombi yangu yanategemea bidii yako. Majibu ya maombi yako yanategemea imani yako. Unaelewa? Bidii yako, imani yako itakuletea majibu ya yale maswali ambayo uko nayo. Kwa hiyo hata unapoanza kumuita katikati ya makutano, hawakuangalia kwamba si rahisi kusikilizwa. Nafikiri mwenyewe unajua, kwa mikutano ya hadhara, kwenye injili hizi, wewe unajua jinsi ambavyo unaona kuna kelele, kuna mambo yanaendelea, lakini wao hawakuangalia hizo kelele kwamba tutasikilizwa ama tutasikilizwa. Lakini naamini hawakuita mara moja tu, walita zaidi ya mara moja wakitaka msaada. Unaelewa? Yesu akawasikia na akamwambia hivi, maombi yako Mungu anasikia. Usikate tamaa. Maombi yako Mungu anasikia. Anasikia vizuri kabisa kabisa. Usikate tamaa. Kama ushaanza kuomba na hujaona majibu, endelea kuomba. Kama unamtafuta Mungu na haujaona akikutokea, endelea kumtafuta Mungu. Kama unaanza kumtafuta Bwana, mtafute Bwana maadamu anapatikana. Maadamu upo karibu, endelea. Kwa sababu gani? Anasikia, anasikiliza, anakusikia. Yani fanya ufanyaje, haijalishi ni kelele nyingi kiasi gani, haijalishi changamoto imekuwa kubwa kiasi gani, haijalishi maumivu yashakuwa mengi kiasi gani, haijalishi wangapi washakuacha, haijalishi mbele yako kuna giza kiasi gani, amini ya kwamba Mungu ana uwezo bado wa kukusikiliza na akatatua changamoto yako, na akatatua maumivu yako, na akatatua kila kitu ambacho unakipitia. Kwa hiyo usiache kuomba, usione aibu kuomba, usione aibu kumtafuta Mungu, usiache kwenda ibadani, usiache kusali. Endelea kusali, endelea kumtafuta Mungu, endelea kumtumikia, endelea kufanya kile Mungu amekupa, kwa sababu moja tu, Mungu anakusikia. Yesu anakusikia, Yesu anakusikiliza. Upo wakati wa kujibiwa, upo wakati wa kusikilizwa. Itafika wakati atakuuliza, unataka nikufanyie nini? Ikifika stage hiyo, jua kwamba changamoto, shida zako, kila kitu ambacho kinakusumbua kimefika ukomo, kwa sababu yeye ni jibu la mambo yote. Yeye ni yote ndani ya yote, na akisema kitu imeisha.
Anasema kwamba niwafanyie nini? Niwafanyie nini? Wakamwambia Bwana, twataka macho yetu yafumbuliwe. Wewe unataka nini? Kwenye kazi yako unataka nini? Kwenye biashara yako unataka nini? Ofisini kwako unataka nini? Kwenye masomo yako unataka nini? Umemwita Bwana, unataka nini? Baada ya wewe kumwita Bwana, Bwana akuuliza unataka nikufanyie nini? Niwafanyie nini? Kwenye ndoa yako niwafanyie nini? Kwenye afya yako niwafanyie nini? Katikati ya watoto wako niwafanyie nini? Niwafanyie nini hao wazazi wako? Niwafanyie nini hawa ambao unawaona kwamba unataka wasaidike? Niwafanyie nini? Unataka Mungu akufanyie nini? Hapa ndipo swali linakuja, unataka kufanywa nini? Kwenye kitabu cha Yohana 5, Yohana sura 5, unakutana bwana mmoja ambaye amekaa miaka 38, hana msaada, hana mtu wa kumtia birikani. Maji yanapotibuliwa, malaika anaposhuka kutibiwa maji, mtu anapozama tu akitoka pale mtu mzima. Lakini yeye anasema miaka yote 38 hajawahi kupata mtu wa kumtia birikani. Yesu anamuuliza unataka nikufanyie nini? Anasema kwamba sina mtu wa kumtia birikani. Unaelewa? Sasa wewe usiende kutoa sababu za kwa nini unapitia hizo changamoto. Usiende kutoa sababu kwa nini upo kwenye hiyo hali. Usiende kutoa sababu ya waliokuumiza. Hapana. Mwambie Mungu kile ambacho unahitaji. Mwambie Yesu kile ambacho unahitaji. Hao walipoulizwa unataka nini? Wakasema tunataka kuona. Tunataka kuona. Yaani haja yao ya kumtafuta Mungu, ya kumwita Mungu ilikuwa ni kufanyaje? Ni wao kuona. Kwa hiyo bidii yao katika kumtafuta Mungu, bidii yao katika kumwomba Mungu iliwapelekea Mungu kuwasikiliza, na si kuwasikiliza tu. Tunawapa mwishoni anasema kwamba Yesu akawahurumia, akagusa macho yao, mara wakapata kuona, wakamfuata. Unaelewa? Kwa issue yako wewe inategemea vile utakavyosema. Kwa hao walipoona kwamba changamoto ni kutokuona, waliposikia habari za Yesu hawakuangalia wingi wa nini, wingi wa mkutano jinsi ulivyo, kwamba watazuliwa, mkini watasukumwa, watafanya hivi. Hawakuangalia kwamba sasa hatuwezi kuona nini. Wakaamua kumwita Mungu, wakaonesha bidii, wakaweka bidii katika kumuomba Yesu, wakamuita Yesu na Yesu akawasikiliza. Yesu alipowasikiliza akawauliza mnataka niwafanyie nini? Wakasema tunataka kuona. Na baada kusema kwamba wanataka kuona, Yesu akaambia basi akafumba macho yao, akawahudumia, akawagusa macho yao, akagusa macho yao. Anaweza akagusa biashara yako, anaweza akagusa watoto wako, anaweza akagusa afya yako, anaweza akagusa ndoa yako, anaweza akagusa uchumi wako, anaweza akagusa huduma yako, anaweza akagusa chochote, kampuni yako, anaweza akaigusa na ikawa vile ambao wewe unataka iwe. Yaani chochote ambacho ulichonacho vile unataka kiwe kinategemea jinsi ya wewe kuomba na bidii yako katika kuomba na imani yako katika kuomba. Hakiwezi kutokea kitu pasi na wewe kusema kiwe. Hauwezi kutaka mambo makubwa, hauwezi kupata mambo makubwa kama hautahitaji mambo makubwa. Si kama umenielewa hapo? Yaani kupambana wewe kunategemeana na jinsi ambavyo wewe unataka. Hawa watu walipambana kwa kumwita Yesu. Waliposikia habari za Yesu wakaanza kumwita. Walipomwita Yesu, Yesu akawaitikia, akabadilishia maisha yao, akabadilishia hali ya kutokona kwao ikawa kuona. Kwa hata mwenyewe mkini upo mahali ambapo hauoni chochote, mbele yako ni kama giza, uenda kumwita Yesu, enda kumtafuta Yesu, enda kumwomba Yesu. Itafika kati ambapo atakugusa. Nimekwambia anasikia. Yaani Mungu anasikia. Mungu anasikia. Akikusikia amemaliza changamoto zako zote. Yaani tamani kusikilizwa na Mungu. Unajua tunaweza tukaenda kwa wanadamu tukaomba, tukaeleza matatizo yetu, changamoto zetu, mwisho wa siku na wao hawatusaidii. Unashangaa tena wao wanatangaza kwa watu wengine. Sio ndio hapo? Yaani mtu ushangaa unampelekea mtu shida yako ili akusaidie. Hakusaidii, lakini pia bado atakutangaza kwa watu wengine.
Kwa huyu Yesu tunapomwendea yeye anatusaidia. Akitusaidia hatutangazi pia kwa watu wengine. Kwa walipomwendea Yesu akamwambia, sisi shida yetu ni kutaka kuona, hatuoni. Sema tatizo sisi warokole au watu wenye kumwomba Mungu tunakuwa tuna aibu hata mbele za Mungu. Sasa Mungu na ile pesa alijua, wewe mwambie unataka nini? Unataka uzao? Sio unataka uzao. Unataka mke? Sio unataka mke. Unataka mume. Nataka huduma yangu iongezeke. Nataka biashara yangu, nataka hiki na hichi. Sasa ukianza kusema kwamba ni kile na kile, haiwezi kutokea. Yaani ukianza kumwambia Mungu unajua na jinsi nilivyo, nahitaji, wewe unajua ninachohitaji. Hayo hivyo. Lazima tumwambie Mungu kile unachokihitaji, kile unachokitaka, kile ambacho una shauku nacho, kile ambacho unataka Mungu akufanyie. Wewe mwambie Mungu, kwa sababu Mungu yeye yupo kwa ajili kutufanyia. Mungu yupo kwa ajili kutendea. Usahau katika Yeremia 29:11 sasa, najua mawazo yanazia nini? Ni mawazo ya amani, wasi ya mabaya, ya kuwapa tumaini katika siku za mwisho. Kwa Mungu anatuwazia mawazo ya roho mema. Na yeye mwenyewe anasema kwamba nikumbusheni katika kitabu cha Isaya 43 mstari wa 25, anasema kwamba nikumbusheni, nieleze mambo yenu pale upake yenu. 26 sio 25. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anasema kwamba nikumbushe, eleza mambo yako pale kupewa haki yako. Kwa hiyo usipoeleza mambo yako huwezi kupewa haki yako. Umeelewa? Anasema unikumbushe na tuhojiane. Kuhojiana, kuomba. Yaani ndo kama hapa ndugu zetu vipofu wawili walihojiana Mungu, walihojiana Yesu, walipenda wakamuita. Unaelewa? Walipomwita Mungu akawaitikia, akawauliza mnataka nini? Ndo kuhojiana hapa, tunataka kuona. Mungu akamwambia, akahurumia, akafanyaje? Akagusa macho yao wakapata kuona. Kwa usipoomba, usipomtafuta Mungu, usipomkumbusha Mungu, usipofanya bidii katika kumwomba Mungu, hauwezi kupokea majibu ambayo unahitaji. Yaani hauwezi kupokea kile ambacho unahitaji, kwa sababu wewe hauombi kwa bidii, wewe hauombi kwa imani. Hao watu waliomba kwa imani hawakuangalia mazingira yao, hawakuangalia changamoto zao, hawakuangalia wingi wa watu walioko mbele yao, na batizo kwamba na wenyewe walikuwa hawaoni. Kwa hiyo wenyewe walikuwa naita tu, na waita jifanye uoni chochote, uoni mtu wote na usikii, ili uweze kufikia pale ambapo Mungu anataka ufikie, ili ufikie uponyaji wako, ili ufikie baraka zako, ili ufikie hatima yako ile njema. Lazima ukubali kufunga macho, usione usisikia wengine, usisikiza wengine, usiangalia wengine. Ukianza kuangalia wengine, ukianza kuangalia mengine, yatakupotezea muda, yatakuzubaisha, yatakuchanganya, yatakuvuruga. Utajikuta unaanza kufanya vitu ambavyo haupaswi kufanya. Kwa hiyo cha msingi, pambana, tafute Mungu, enda kupambana, enda kumtafuta Mungu, enda kuhangaika, endelea kujitabisha katika Bwana, atakujibu. Ipo siku atakujibu. Mungu sio dhalimu. Katika kitabu cha Hesabu 23 mstari 19, anasema Mungu sio mwanadamu hata aseme uongo. Mungu sio mtu hata ajutie. Kile amesema, kile ameahidi, kile amekusudia atakifanya, atakitimiliza, atakujibu, ataachilia, na kitakuwa vile amekusudia, kwa sababu akisema neno hakuna anaweza kupinga. Katika mkutano yale yote ukupa wanafunzi, lakini hawakupinga kwa sababu uponyaji wa jamaa. Hakuna atakayepinga chochote kile ambacho Mungu ameruhusu kwa maisha. Hakuna atakayekataa chochote ambacho Mungu karuhusu maisha yako. Mungu akisharuhusu, hakuna mtu anaweza akazuia. Mungu akisharuhusu, hakuna mtu anaweza akapinga. Mungu akiruhusu, hakuna mtu yote anaweza akazuia. Chochote Mungu alichokusudia kwa maisha yako kinaenda kutimia, kinaenda kuwa. Lakini bidii katika kumwomba, bidii katika kumtafuta, bidii katika kujitabisha, bidii katika kumtafuta yeye, katika kumwomba yeye, maombi yako yatajibiwa ikionekana iko bidii ya kumtafuta yeye. Mungu akubariki sana. Amen.